Uongozi wa Kiatu TV unakutakia siha njema na mafanikio mema. Karibu tujifunze. Timu ya ushindi wanastahili sifa. Karibu Kiatu popote, hakuna shaka wala hofu. Kiatu popote, kila kona wanakanyaga. Video za matukio kwa ustadi wanashughulika. Picha zenye rangi zikiwa zimejipanga. Hapa ndio mahali ndoto zako zinachangamka. Popote ulipo unakaribishwa kwa moyo. Huduma za hali ya juu wanatoa bila ghasia. Matukio yako yatahifadhiwa kama historia. Kiatu popote ni jibu la kila nia. Kiatu popote, kila kona wanakanyaga. Video za matukio, kwa sababu najua akili zao. Atakapokuja mwalimu wa Kiislamu hapa, atapita mtaa huu na mimi namsubiri apite hapo. Msomaji nipo 297 295 nasema 295 mpaka 97. Hapa lazima apite hapa. Hasa nisipite kwa nini? Kwa nini nisipite? Napita. Sasa kama wewe kidume kweli, uje uvunje hii. Hapa napita na wewe huwezi kuniziwia. Na kwa sababu atapita mimi sipashereheshi sasa. Na paacha hivyo hivyo namsubiri apite, tutajuana dakika 15 usijazo. Mtego. Au nipitie sasa hivi. Wewe usiniwekee mkwala. Mikwala yote navunja. Soma hiyo 297. popote twapoenda tunacha alama. Kadi za kipekee twazifanya kwa bidii. Tukio liko wapi twaleta kamera. Kiatu popote kazi. Tunamkumbusha ndugu Mazinge vile vile, sheria ni msumeno. Dakika zako 30, bado dakika 5 utapewa message, zikipita maiki itakuwa imezimwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kiufupi kishamaliza mada. Asa mimi nitaongea nini? Hivi nyinyi wa Kristo, mimi nitaongea nini? Sina cha kuongea. Kwa sababu gani? Nisikilize, mimi naijua Kiswahili sasa. Aya zote alizokoti huyu, aya zote alizotoa kakoti aya ndani ya Qur'ani. Na hizi aya aliyosema ni Muhammadi. Sasa mimi nieleze nini? Nieleze nini mimi? Anasema Muhammadi hakuchaguliwa, alafu anakoti aya zake kuthibitisha Daudi alichaguliwa. Kuna kitu? Takbir. Haya mimi niseme. Haya sasa nisaidieni nyinyi wa Kristo. Mimi niseme nini? Kwa sababu hakutoa aya kwenye Biblia. Kwa sababu hakuna aya kwenye Biblia inayokataa Muhammad si mtume. Hakuna aya kwenye Biblia, narudia tena, aya zote alizokoti hapa ni aya ziko ndani ya Qur'an, na Qur'ani ni maneno aliyopokea mtume, na yeye ndio kaja kakusomeeni kwamba Muhammad anasema Ibrahimu kachaguliwa. Sasa Mkristo gani anakataa kwa maneno ya Muhammad kwamba Ibrahimu hakuchaguliwa na Mungu? Ainue mkono. Takbir. Kamaliza mada. Sasa mimi nichukue nusu saa ya nini? Mimi nilijua labda huyu kuna kitu. Hebu ngoja tumuulize padri mmoja, kwa sababu hapa tunasoma vitabu vyote. Tunamuuliza padri mmoja. Padri gani tunamuuliza? Naam, huyu ni Fridolin Potman. Anasemaje? Msikilize padri anasemaje katika kitabu cha dini mbalimbali, kaandika padri anasemaje juu ya bwana mtume. Soma hiyo. Naam, anasema hivi. Naam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam alichukizwa na hali ya watu walioabudu miungu wengi. Naam. Ila Allah hawakumjua. Naam. Hapo siku moja
akaondoka akaenda kukaa katika pango kwenye mlima Hira ili kufikiri mambo ya imani. Ni huko katika pango lile karibu na Maka, mwaka wa 611 alipofunuliwa na Allah kwa njia Malaika Gabrieli. Takbir! Padiri anathibitisha, padiri. Alafu akanifurahisha huyu kijana, anasema hivi, akapiga 3:42 Qur'ani. Hebu isome. Naam. 3:42. Yaani wewe unajua kweli wewe 3:42. Naam, inasema na Wakristo akasema haleluya. Soma hiyo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Nakumbuka malaika waliposema, naam, ewe Maryam, safi, kwa hakika Mwenyezi Mungu amekuchagua, naam, na kukutakasa, naam, na kukutukuza, naam, kuliko wanawake wa ulimwengu wote. Haya, Mkristo gani anapinga haya maneno ya Muhammad ni ya uongo, kwamba Mariamu ni mwanamke bora kuliko wanawake wote? Mkristo anayopinga ainue mkono. Hakuna. Maneno haya kayasema Muhammad, kwa hiyo ni ya kweli. Takbir! Waislamu takbir! Allahu akbar! Waislamu takbir! Allahu akbar! Alichokuja kukifanya hapa huyu, kwamba ninyi mlikuwa hamumjui Muhammad, kasema kweli. Ndio maana alikuja akasema, Muhammad anasema Mariamu ni mwanamke bora kuliko wanawake wote. Kama mtume angekuwa muongo, angemsifu mama yake, lakini kwa kuwa ni mtume wa Mungu kaambiwa sema, na Muhammad akufanya iana, akasema mama wa Yesu ni mama bora kuliko wanawake wote. Huyu ni mtume wa Mungu kweli. Akasema wapi Muhammad kachaguliwa? Akasoma 22:75. Soma hiyo. Naam. Soma hiyo 22:75. Si ndio kivuli ulichojifikia hicho? Tunakifyeka hicho. Soma. Inasema, naam, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Naam, Mwenyezi Mungu huchagua mitume miongoni mwa malaika, naam, na miongoni mwa binadamu. Unaona? Kwa hiyo mtume asingekuwa binadamu, asingekuwa mtume wa Mungu, lakini kwa kuwa Mungu anachagua miongoni mwa malaika na binadamu, na Muhammad ni binadamu, ni mtume wa Mungu. Huyo ni mtume wa Mungu, hakuna hoja. Huyu hakutoka miongoni mwa majini, ametoka miongoni mwa binadamu. Na kwa kuonea huruma, kwa kuwa mtume yeye alikuwa anapenda watu wote, alikuwa anapenda Wakristo, alikuwa anapenda Waislamu, na yeye ni msema kweli, ni mtume wa Mungu. Yoyote Mkristo anayempinga mtume yoyote, basi ujue lazima ataenda motoni kwa sababu hii. 5:82 Qur'an. Soma hiyo. 5:82 Qur'an. Huyu mtume wa Mungu kweli. 5:82 Qur'an inasema, naam, inasema, naam, hakika utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu, naam, ni Mayahudi na nani? Na wale mushirikina wasiokuwa na kitabu. Subiri, mtume anaambiwa aseme utakawakuta watu wabaya zaidi kwa Waislamu ni Mayahudi na mushirikina wasiokuwa na kitabu. Na utawaona walio karibu na urafiki kwa Waislamu ni wale wanaosema, nani? Sisi ni Wakristo. Mtume anasema nyinyi ni marafiki zetu. Hana roho mbaya, anasema ninyi msiyekuwa na Wakristo, nyinyi ni marafiki zetu sisi. Kwa sababu gani? Hayo ni kwa sababu wako miongoni mwao wanavyuoni na nani? Na wamchao Mungu. Bas, Muhammad anasema nyinyi Wakristo ni wacha Mungu. Sasa swali na kuulizeni nyinyi hapa, maana huyu alikuwa anasema haleluya, mnaitikia hemi. Nani anayekataa Mkristo sio mcha Mungu kwa maneno ya mtume? Mkono juu. Si hao wote, nyinyi wote wacha Mungu. Amen. Amen. Amen.
Waislamu takbir. Mtume ambaye huyo anasema hajachaguliwa na Mungu anakuambieni nyinyi ni wacha Mungu. Hakuna mtume yoyote duniani aliyewahi kusema Wakristo ni wacha Mungu isipokuwa Mtume Muhammad. Kama yupo huyu atowe aya hapa. Hata Biblia haijasema Wakristo ni wacha Mungu. Muhammad kawapeleka juu mweze kwenda peponi. Nyie wa kumkataa Muhammad? Takbir. Halafu akatoa aya, halafu huyu anajiofia huyu, akatoa aya 2:97 akasemaje? Najua huku atapita huku, najua huku atapita huku, kwa sababu najua akili zao. Atakapokuja mwalimu wa Kiislamu hapa atapita mtaa huu, na mimi namsubiri apite hapo. Msomaji? Nipo. 2:97. 2:95 nasema. 2:95 mpaka 97. Hapa lazima apite hapa. Hasa nisipite kwa nini? Kwa nini nisipite? Napita. Sasa kama wewe kidume kweli, uje uvunje hii. Hapa napita na wewe huwezi kuniziwia. Na kwa sababu atapita, mimi sipashereheshi sasa. Na paacha hivyo hivyo, namsubiri apite, tutajuana dakika 15 usijazo. Mtego. Au nipitia sasa hivi. Wewe usiniwekee mkwala. Mikwala yote navunja. Soma hiyo 2:97. Napita. Takbir. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Sema anemfanyia ushindi Jibril. Sikiliza maneno haya, anaambiwa Mtume. Sema anemfanyia ushindi Jibrili. Kwa sababu gani? Kwa kuwa ndiye aliyemletea utume Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asiwapelekee Mayahudi. Naam. Ni bure. Kwa sababu gani? Hana kosa Jibril. Naam. Hakika yeye ameiteremsha Qur'ani. Kwa nini? Moyoni mwako kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana akasema usipite huko, kwamba ukipita huko itaonekana Muhammad kachaguliwa na Mungu. Usipite huko. Nimepita, njoo uibomoe hapo. Alafu huyu kijana na matatizo. Huyu kijana, umeona majina yake aliyoyataja yale? Yohana, Isa, Muhammad. Kwani kutaja jina ndio nini? Maka alikuwepo mtu alikuwa anaitwa Abdallah bin Ubaya, alikuwa anaswali na Mtume. Maandiko alikuwa anayajua, lakini kuyafuata alikuwa hawezi. Kiatu popote, kila kona tunafika. Kadi na mabango, biashara ni ndoto. Kwa kila tukio, twashuti na umakini. Kiatu popote, kazi yetu ni ya dhati.